kupoteza muda wake kunikalisha mtu kama mimi. Kwa hiyo mimi hapa nakuletea shuhuda tu kwamba Mungu alinisaidia kipindi hicho, na wewe waweza kukitumia, na wewe waweza kwenda humo kama mwanamke ambaye ni Harune aliweza kupita kwenye matatizo kwa sura kama hii au kwa gumu huu. Wewe kijana usishindwe, wewe baba usishindwe, wewe binti usishindwe. Amini kwamba na wewe utaweza, amini kwamba na wewe kwenye hali yoyote utaweza. Kisiwepo kitu cha kukuhalalishia tandika mkeka ukakaa. Shetani hana huruma na mtu, hana huruma na mtu. Nimesema hatari yoyote isikubakishe kwenye heshima, kusema basi mimi hatari niyo ikwepe ili nikae kwenye heshima. Hamna. Kimbia, toroka hapo. Ni heri poteza sifa ya ukubwa kuliko kubaki na sifa ya ukubwa tukaenda jehanamu bado tukawa na sifa mbaya. Tunasoma kina Shadraka, Hawa, kina Meshaki, wao walikuwa tayari, walimwambia mfalme kwa ujasiri, kwa sababu aliyembeba ni mtu wa jasiri. Mungu ni Mungu anayeishi, yeye habadiliki. Kwa sababu nyie wamewambia watawatupa kwenye tanuru la moto, hawakubadilika. Msimamo wao ndio uliomleta mtu wa nne, ule moyo wao ndio uliomsababisha mtu wa nne aonekane katikati yao. Lakini wangetetemeka, wamekutwa tu na ujauzito, hawajui ni watoto mapacha, wanatembea wamechanganyikiwa, wamejivuruga, wamemchukia Mungu, hawaelewi ibada, wamevurugika. Mnafikiri muujiza ungetokea au usingetokea? Nawaambia, yani usingetokea kabisa. Yani sisi tutavuna na sawa na tulichokipanda. Maisha yetu tunayoishi ndio tutakuja kuyapokea zawadi hiyo hiyo sawa sawa na maisha yetu. Matendo unayoendelea nayo hapa ndio ambayo tunakuja kuyavuna hayo hayo. Usije ukasema mwenzetu alitunukiwa tu bahati nzuri. Hamna cha bahati nzuri. Ninaenda kanisani siku zote. Yaani mkiniona saizi na kanisani nijua cha mtoto. Nilikuwa ni mtu wa ibada sana, hata kama nilikuwa naabudu bila ufahamu vizuri. Nilikuwa na kanisani kila siku toka Jumatatu hadi Jumapili niko hapa. Wewe kweli huo muujiza Mungu alitoa, mnafikiri kwa bahati mbaya? Ni vile Mungu alinionea huruma kusema huyu mtu ni kweli anafanya kitu hajui, lakini aliamua kufanya vile. Niwe mfano kwenu. Unajua wakati mwingine ziko shuhuda unaweza kuwa unafanya kazi ya kuzielezea kwa nguvu. Mimi hata nisipozielezea madam atazielezea. Nisipoongea yeye aliyeniona mwanzo mwisho ataongea. Yaani hata jizuia vipi ataongea, atasema mtu huyu nilimuona kwa macho yangu na nilishuhudia miaka yangu 9 sijawahi kushuhudia mtu anajifungua kwa sura kama hii. Ni vitu vya ajabu, ni vitu ambavyo unaona kabisa vimesababishwa na ibada, vimesababishwa na moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Uwe tayari kupoteza heshima yako. Uwe tayari kupoteza heshima yako. Uwe tayari kupoteza heshima yako kuliko kukaa na heshima yako alafu bado kama mtu wa hovi. Ni afadhali upoteze heshima yako ili kusudi jema litimie. Uwe tayari kupoteza heshima yako. Unaiona hatari ya kufa mbele, usikubali kutenda dhambi. Yaani unaiona hatari iko mbele kabisa, unaiona iko nje, lakini kataa kutenda dhambi. Kataa kusujudia mnyama. Hatari ya kifo unaiona hivi kwa macho kabisa. Usikubali kufanya dhambi kwa sababu kifo unakiona. Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Ni heri tufe katika Bwana kuliko kufa dhambini. Usikubali kutenda dhambi hata kama unakiona kifo hicho hapo. Yaani usikubali. Kina Shadraka wao walikuwa wanakiona kifo kiko nje. Kiko kinachochea tena zaidi ya vile ambavyo itakiwa. Wanakichochea, kiko kinachochea, kinawaka moto. Lakini hawakuwa tayari kumkosea Mungu. Hawakuwa tayari kubadilisha msimamo wao. Hawakuwa tayari kubadilisha kwamba basi tumechanganyikiwa, tunaomba tusamee. Walikuwa tayari kupoteza heshima yao ili tu kusudi
ndani yao, walikuwa tayari kupotea.